Yoshua wa kweli. Basi mambo haya yaliwapata wao kama mfano, lakini yaliandikwa ili kutufundisha sisi ambao wamemweshiwa nyakati wametufikia. Tunaweza kusoma maisha ya Yoshua yaliyoelezewa katika vitabu vitano vya Musa na katika kitabu cha Yoshua yenyewe kwa njia mbili tofauti na za ziada kama historia na kwa mfano. Ili kufanya tafsiri sahihi ya mfano wa sura ya Yoshua, lazima kwanza tujue sheria zinazotawala ishara ya kibiblia aina na mifano. Mara hii itakapofafanyiwa, tutafuatilia ishara ya Yoshua kupitia Biblia yote ili kupata ujumbe ambao Elohim ametuachia kupitia neno lake kuhusiana na Yoshua wa mfano. Alama ya za kibiblia. Tipolojia ni nini? Mafunzo ya tipolojia. Ishara ya Yoshua. Yoshua kama aina mbadala wa Yoshua. Yoshua kama aina ya kanisa. Alama za kibiblia. Tipolojia ni nini? Basi mambo haya yaliwapata au kama mfano, lakini yaliandikwa ili kutufundisha sisi ambao wamemweshiwa nyakati wametufikia. Paulo na waandishi wengine wa kibiblia hutumia neno aina kurejelea mtu wa kihistoria au tukio ambalo linawakilisha kitu au mtu kutoka wakati wake mwenyewe na au siku zijazo inayoitwa mfano. Kwa mfano, Warumi 5:14 inamzungumzia Adamu kama mfano kielelezo katika wa yule anayekuja, yaani wa Yesu wa mfano. Mara nyingi tunapata katika Agano la Kale dalili kwamba wahusika wa maalum au matukio ni aina ya kitu kinachokuja. Hebu tuangalie baadhi ya mifano. Aina Daudi. Tangazo la mfano Daudi mpya. Mfano Yeshua. Aina Dhabihu. Tangazo la mfano mtumwa anayeteseka. Mfano kifo cha Yeshua. Mafunzo ya tipolojia, ambapo alikaa mpaka kifo cha Herodi, na hivyo ilikatimia neno alilosema Bwana kwa njia ya manabii, nilimwita mwanangu kutoka Misri. Aina katika Agano la Kale zinaonyesha aina tatu tofauti za mfano katika Agano Jipya: Isaya, kanisa na nyakati za mwisho. Ana na matukio. Aina Israeli. Mfano Mesaya alipelekwa Misri. Israeli la kimitume. Israeli mpya. Nyakati za mwisho wali 144,000. Aina Kutoka. Mfano Mesaya siku 40 jangwani. La kimitume, ubatizo na kutumizwa na Mesaya. Nyakati za mwisho kutoka kwenye makanisa yaliyoasi imani. Aina patakatifu. Mfano Mesaya ilikuwa kama hekalu kati yetu. La kimitume, sisi ni hekalu la Elohim. Nyakati za mwisho Yerusalemu mpya, hekalu letu. Ishara ya Yoshua. Yoshua kama mfano. Bwana Elohim wako atakuondokesha nabii miongoni mwa ndugu zako wa Israeli, kama nilivyo mimi, lazima umsikilize. Yoshua alitimiza kwa sehemu unabii wa Musa kuhusu nabii wa pili ambaye angewaongoza watu. Kama Musa, Yoshua alipokea ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Elohim. Alisherehekea Pasaka, alivuka maji, aliona malaika wa Bwana, mkono wake ulionyoshwa ulileta ushindi. Aliwaalika watu kubaki waaminifu baada ya kifo chake enki. Maana ilianza kuanguka chini ya Musa, ilikuwa chini ya Yoshua. Zaidi ya hayo, Yoshua alitekeleza
maagizo kuhusu mgawanyo wa nchi mwa miji ya makimbilio ambayo Musa alikuwa ametoa. Lakini watu walielewa kwamba unabii wa Musa ulienea zaidi ya Yoshua. Kwa hivyo Yoshua wanakuwa aina ya mfano wa kweli ambao ulitambua kikamilifu unabii aliyopewa Musa kuhusu unabii Yoshua. Mabadala ya Yoshua, wakati wa neema yangu nitakajibu, na siku ya wokovu nitakusaidia, nitakulinda na kukufanya uwe agano la watu kurejesha nchi na kugawa tena urithi wake ulioharibiwa. Lengo la vita vilivyoongozwa na Yoshua lilikuwa kuwaweka Waisraeli katika nchi ya ahadi. Isaya anawasilisha kazi ya Masihi kama inayojumuishwa kugawa urithi wa ukiwa kwa watu wake kwa kutumia istilahi sawa na kitabu cha Yoshua. Ni kwa maana gani maisha na kazi ya Yoshua kama aina yanaonyesha Yeshua katika maisha na kazi ya Yeshua? Mfano, baada ya ubatizo wake katika Yordani, Yeshua alipambana dhidi ya nguvu za ovu. Alianza kazi yake baada ya siku 40 jangwani. Alimshinda adui msalabani. Yeye hutupa ushindi dhidi ya maadui zetu wa kiroho. Anatupa pumziko la kweli. Anatupa urithi usioharibika. Yoshua kama aina ya kanisa. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na ya nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, hili juu ya majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Yoshua na kanisa. Leo tuna vita vya kupigana ambavyo tunaongozwa na Yoshua wetu ambaye hutupatia silaha muhimu. Zaidi ya hayo, tayari anatupa urithi na kutujaza baraka za kiroho. Yoshua na nyakati za mwisho. Lakini utimilifu kamili wa mfano wa Yoshua utakuwa mwishoni, wakati majeshi yote ya ovu yataharibiwa na tunamiliki urithi wetu kikamilifu, nchi ambayo tunaweza kuishi kwa ujasiri. Mpaka wakati huu utakapofuka, hebu tukue katika neema kama Yoshua alivyofanya, tukimruhusu Mungu Elohim atubadilishe tuwe kama yeye kila siku. Israeli wa Elohim akisafiri kwenda Kanaani ya mbinguni ana kapteni ambaye hakuhitaji mafundisho yake kibinadamu kumtayarisha kwa utume wake kama kiongozi wa kimungu, lakini alifanywa mkamilifu kupitia mateso, na kwa kuwa yeye mwenyewe ameteseka akijaribiwa, anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Mkombozi wetu hakudhihirisha udhaifu wa kibinadamu au kutokamilika, lakini alikufa ili kutupatia milango wa kuingia katika nchi ya ahadi.